Zime kwanza huo. Leteni maji tuzime. Leteni maji kuingia umeme sasa hivi hatari. Katika juhudi za kuimarisha usalama barabarani Zanzibar, Mamlaka ya Usafiri na Usalama Barabarani Zanzibar imeanza kutumia teknolojia ya kisasa ya rada kamera na spidi kamera. Kupitia kamera hizi, endapo dereva atazidisha mwendo wa chombo kinyume na viwango sahihi kilichowekwa katika maeneo husika, kuendesha chombo cha maringi mawili bila kuvaa kofia ngumu, yani helmet. Uhali gani mtazamaji wa ASAM Online TV? Ripoti za ASAM Online TV, tupo Mikunguni shehia Kualimsha, ambapo kuna tukio ambalo limetokezea la nyumba hii kuteketea kwa moto. Lakini mtazamaji wa ASAM Online TV, tutaenda kuzungumza na sheha wa shehia hii atuelezee nini chanzo cha moto huu, na pia tutaenda kuwasikiliza wananchi ambao wamepata juhudi zao za kuziba moto huu. Pia tutaenda kusikiliza kwa upande wa zimamoto wanalipi la kulizungumza kuhusiana na tukio hili. Hizi ni ripoti za ASAM Online TV. Jina langu ni Hawa Jafar Hamis, lakini nyuma ya kamera ni Alexa Madaha. Bakar Muhammad Musa ni mkazi wa hapa Mikunguni shehia Kualimsha. Hili tukio tuliloliona hapa kusema la kweli limesikitisha. Lakini tulichukua juhudi kabla kufika fire. Tunakuta tupo mitaani huko, tunaona moto juu unawaka, tukaona tusogee tukaangalie sehemu ya tukio. Tukakuta moto unawaka hapo, pana kochi chini, moto usharipuka. Baada ya hapo tukachukua hatua ya pili au hatua ya kwanza, kwa saka majirani, leteni ndoo na vifaa vingine tuuzime moto hapo. Kuna jamaa akasema, "Acheni kwanza, msizime, hiyo ni umeme." Kaambia si umeme, tuzimeni chicha chini kwanza. Hili kochi hili linalongua ndio linaloleta athari waya kuripuka. Itabidi tuchukue hatua nyingine, tukamwagia maji pale. Mwenyezi Mungu akajalia tukafanikisha hili swala letu. Tumeona tukio la moto hapo, lakini lilivyoanzia si hatukujua limeanzia vipi. Lakini tulikuwepo na tumeitwa hapa kwa ajili ya kuja kuzima moto. Hatua ya mwanzo iliyochukuliwa hapa ni mtaani, na moto uliowaka hapo tuliona kwamba unaweza ukaathiri mtaa mzima huu. Kwa maana hiyo hatua ya mwanzo tuliyoichukua ni kuweza kutoa cut out za mtaa mzima kwa lengo la kuepusha hiyo athari ya huu umeme wa hapa kuathiri mtaani. Hiyo ndio hatua tuliyoichukua. Hatua ya pili, tulitafuta ndoo za maji kwa ajili ya kwenda kuzima ule moto. Kiukweli moto hatujui ulitokana na kitu gani, lakini sisi tulichofanya ni kuzima, kwa sababu hapa ni kwetu na huyu ni jirani yetu. Tusipomsaidia sisi hakuna kumsaidia. Jina langu Kasim Muhammad Bakari, sheha wa shehia Kualimsha. Kusema kweli hili tokeo limetokea, mimi mwenyewe nipo hapa mtaani, nimo ndani sana kana mwananchi na yumo katika kumsaidia shida zake. Mara wakasikia watu hapa mtaani pana shughuli. Sasa hao watu wa mtaani ndio walikuwa wanafanya moto. Natoka ndani mimi moja kwa moja ndio kuchukua fire tingisha. Lakini kila nikavyoitaka kuifungua naona haitoki. Imeganda inaonesha. Wananchi wengine wasema tumwage maji, mara wengine ikabidi wengine wakachukue maji warushe, na mimi mwenyewe nipo. Mwananchi mmoja akapiga simu fire. Si muda wamefika wananchi wa fire na umeshughulikiwa moto mpaka hivi sasa naona afueni, lakini hatuna uhakika humo ndani, lakini hivyo uko vizuri, maana hatuoni moshi, hatuoni chochote, lakini hatujajua kitu gani kilioathirika humo ndani. Hapa nje tumeshaona, lakini humo ndani hatujaona nini kilichoathirika. Kwanza nashukuru wananchi, lakini na wazazi waseme na watoto wao wasipende kuchezea moto. Huo ndio ushauri wangu. Hii sababu ni watoto waliofanya kitendo hicho. Kwa majina naitwa mrakibu mwandamizi Asha Osman Saidi, mkuu wa kitengo cha operations zimamoto na uokozi Zanzibar. Leo majira saa 6:27 mchana tumepokea taarifa inaeleza kuwa kuna moto, una nyumba inaungua moto huko Mikunguni. Hatua tulichukua kama kawaida tu ni kufika haraka eneo la tukio na kukuta moto bado unaendelea kuwaka. Tukio hilo lilikuwa ni tukio la nyumba hiyo ambayo ina vyumba vitano, inaishi familia moja. Kwa kweli moto ulipounguza ni sehemu ya canopy na kilichoungua ni kochi, na chanzo cha moto huo kwa kweli ni uchomaji wa kochi. Watoto walikuwa wamewasha kibiriti, ndio chanzo cha tukio hicho. Hasara iliyopatikana ni kuungua sehemu ya canopy pamoja na mita, na tulifanikiwa kuokoa vyumba vitano vyote. Ushauri wangu kwa wananchi, wawe karibu na watoto ili wasiweze kutumia vitu hatarishi kama vibiriti kwa kuwasha moto kama tukio lilotokezea. Suala la ajali za barabarani limekuwa ni janga kubwa hapa nchini,
na sababu kubwa inayopelekea ajali hizo ni madereva kudharau sheria na taratibu za usalama barabarani. Hivyo serikali, kwa kutambua umuhimu wa suala hili, imeiagiza Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi kuhakikisha tunaweka kamera za barabarani ambazo zitasaidia kuchukua makosa kama mataifa mengine yaliyoendelea yanavyofanya. Katika juhudi za kuimarisha usalama barabarani Zanzibar, Mamlaka ya Usafiri na Usalama Barabarani Zanzibar imeanza kutumia teknolojia ya kisasa ya rada kamera na spidi kamera. Kupitia kamera hizi, endapo dereva atazidisha mwendo wa chombo kinyume na viwango sahihi kilichowekwa katika maeneo husika, kuendesha chombo cha maringi mawili bila kuvaa kofia ngumu, yaani helmet, kupakia mizigo au abiria kinyume na utaratibu, pamoja na makosa mengine yote yaliyoorodheshwa katika sheria namba 7 ya mwaka 2003 ya sheria ya usalama barabarani. Kamera hizi zitarekodi makosa, muda, eneo pamoja na nambari ya usajili ya chombo. Kisha mfumo utatuma ujumbe kwa mmiliki wa chombo kupitia simu ya mkononi baada ya kufanya kosa, pamoja na nambari ya malipo, yaani control number, anayotakiwa kulipia si zaidi ya siku 14. Mamlaka inawasisitiza wananchi wote wa Zanzibar kubadilisha umiliki wa vyombo vya moto mara tu baada ya mauziano, kwani faini hutozwa kwa jina la mmiliki aliyesajiliwa katika mfumo na kadi ya chombo.